Siku ya leo tuliwatangazia watu tutakuwa tunaangalia ibada ambazo zinafanyika makanisani na ibada ambazo zinafanyika misikitini. Ni ipi ibada ambayo inakubalika kwa Mwenyezi Mungu? Hiyo ndio topic ya siku ya leo, na kwa sababu hiyo sisi tutaonyesha kwa maandiko, alafu tutasubiri pia mwalimu wa Kiislamu atakapokuja vile vile atudhibitishie kwa maandiko kwamba imani yao inafaa. Maana sisi wakati tumechunguza maandiko, tumepekua vitabu vya Biblia, Qur'ani, hadithi, sira, tarehe, hatujaona imani ya Kiislamu kama iko na ibada ya kweli. Tumeona ibada ambayo wako nayo ni ibada ambayo ni ya kutunga, Wakolosai 2:23. Mwalimu wangu fika pale. Naam. Ni ibada ambayo haiambatani na mfumo wowote wa Mwenyezi Mungu. Ni ibada ambayo wanadamu wamekaa mahali wakatunga, sijui inaitwa msikiti board ama inaitwa namna gani, wakatunga wakaanzisha imani yao. Soma, inasema hivi. Wakolosai 2:23. Wakolosai 2 mstari wake wa 23. Alafu mfundi wa vitambo angalie sana vyombo visilie kama hivi. Soma mwalimu. Inasema hivi. Mambo hayo yanaonekana kana kwamba yana nini? Yana hekima katika namna ya ibada ndio mliojitungia wenyewe. Kwa hiyo kuna ibada ukiangalia duniani, ukiangalia kwa umbali utaona kana kwamba ni ibada ambayo inastahili wanadamu kuifanya, lakini Mungu anasema ni ibada ambayo watu wametunga wenyewe. Mfano, kuna ibada nyingi ambazo zinafanyika duniani mwalimu wangu. Naam. Ibada moja ambayo inafanyika ambayo ni ibada ya kutunga. Hebu nisomee Qur'ani sura ya 2 aya 158. Ulidhani sitasoma huko ndio naingia kabisa. Qur'ani sura ya 2 aya 158 inaitwa Suratul Baqara ama sura ya ng'ombe jike wa manjano. Ni kweli. Hatari sana. Soma. Inasema hivi. Hakika Safa na nini na Marwa ni majabali mawili yanayofanyiwa ibada ya kusai wapi? Huko Maka. Kwa hivyo hii ni ibada ambayo inafanyika duniani hivi leo, kwamba wanaenda kwenye ibada ya Safa na Marwa. Watu wanakimbia kwenye majabali mawili kule Maka, wanafanya ibada, na hakuna nabii mwingine awaye yote aliwahi fanya ibada kama hiyo. Kama yupo, tunasubiri walimu mkuja mtuonyeshe. Elia alienda Safa na Marwa. Ibrahimu alienda Safa na Marwa. Muhammadi alienda Safa na Marwa. Leo mna kibarua. Hiyo ni ibada ya kutunga, haikubaliki katika maandiko. Kwa sababu gani? Ni ibada watu walikaa chini wakatunga. Muhammad akasema watakuwa nakimbia huko Safa na Marwa, sijui ndio marathon ama kitu gani, watatueleza tu mwalimu wangu. Hiyo ni ibada ya kwanza ambayo inafanyika duniani ambayo si ya kweli. Naam. Ibada nyingine ama ukiangalia kutoka kitabu katika mwanzo kule mwalimu wangu samani, uko na ibada ambazo zilifanyika. Naam. Na ambazo ibada hizo wakati huu ukiona wanadamu wanazifanya, ujue wanadamu hao wamekosa katika mambo mawili. Jambo la kwanza, wamekosa katika hekima, na jambo la pili, wamekosa katika maandiko matakatifu. Mfano mwalimu, kuna ibada ambayo ilikuwa inafanyika kitambo. Mfano 30:17 kitabu cha Kutoka, Exodus. Hiyo ni ibada ambayo ilikuwa inafanyika zama zile, lakini zama hizi ukiona mtu yeyote anafanya ibada kama hiyo, ujue huyu kidogo hali yake ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Soma 30:17. 30:17 ndio kitabu ni mwangi Kutoka. Inasema hivi Biblia takatifu. Soma. Bwana akanena na Musa na kumwambia. Akamwambia nini? Na kumwambia fanya na birika la shaba. Fanya na birika la shaba na tako lake la shaba. Ndio ili kuogea. Nawe utaniweka kati ya hema ya kutania safi na madhabahu. Nawe ndio utanitia maji. Nao Haruni na wanawe wanatosha mikono yao na miguu yao. Wapi? Humo. Wakati wanaingia katika hema ya kukutania, sio katika msikiti. Naam. Ushike vizuri, ni katika hema ya kukutania, si msikiti. Haruni na wanawe, sio Israeli nzima. Ni Haruni
na wanawe walikuwa wanatawadha miguu yao na mikono yao humo wakati wanaingia katika hema ya kukutania. Wakati wanaingia katika hiyo hema ya kukutania, kuna vitu fulani walikuwa wanafanya ambazo mtu saa hii akidai anafanya ibada kama hiyo lazima afanye. Kitu gani? Walawi 16 aya yake 3 kasi ndio manake ndio naua hivyo kabisa. Walawi 16 anzia 3 mstari wake ni 3. Biblia takatifu mziake Mungu. Naam. Inasema hivi. Soma. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi. Kwa hiyo Haruni anapoingia katika patakatifu sio uanze uchukue jambo moja useme unaona ndio ibada ya kweli. Hapana, lazima uanze juu. Haruni ataingia mahali patakatifu na vitu hivi. Cha kwanza, ng'ombe mume mchanga. Ya kwanza ni ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi. Kwa sadaka ya dhambi. Peleka maiki pale. Kuna maiki 3. Tuko na maiki 3 hapa. Bwana, hii ndio bwana. Peleka bwana. Unapoteza wapi? Aya, rudia mwalimu. Inasema hivi. Haruni ataingia katika patakatifu na nini? Na vitu hivi. Cha kwanza, ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi. Alafu na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ataivaa nini? Ile kanzu. Ataivaa ile kanzu takatifu. Maana mwalimu wa Kiislamu ujanja wao atakuja usikia sema tunaona hata sisi ndio unaona leo watatu wamevaa kanzu. Unaona anasema unaona hii ilikuwa inakubalika kanzu. Hapana, anza juu. Ng'ombe yuko hapo unapoingia msikitini, kondoo yuko hapo unapoingia msikitini. Endelea. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Sio Saudia, ya kitani. Alafu atakuwa na zile suruali za nini? Za kitani. Ni kitani. Sio kitenge, za kitani. Kwa nini? Mwake. Alafu atafungwa ule mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Ile kofia ya kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Mwalimu wa Kiislamu kwa ujanja wao wanasoma hapo. Tena utasikia wanavuruta. Hayo ndio hiyo yote ni mkwara tu. Wakati unasoma lazima ujue ni mavazi matakatifu. Nani alikuwa anavaa? Harun na wanawe makuhani. Hizi makuhani. Hapo inakuwa ni mtihani. Mwalimu wangu. Naam. Akishamaliza ibada, soma aya yake 23. Hapo. Inasema hivi. Hiyo ni inasema 23. Naam. Na Haruni ataingia katika hema ya kukutania. Baada ya kufanya huduma hiyo, ataingia katika hema ya kukutania. Naye atavua mavazi yake ya kitani. Sio atavaa tena, atavua mavazi yake ya kitani aliyevaa alipoingia katika patakatifu. Kwa hivyo alipoingia ndiyo alivaa yale mavazi. Alafu atayaacha humo. Hakukuwa tembea nayo sokoni. Anaacha wapi? Humo. Lakini leo ziko wapi? Hapa Gedembe barabarani. Kutembea na kanzu kulingana na Biblia ni haramu. Naam. Hiyo tumemaliza hapo mwalimu wangu. Naam. Jambo la pili. Unajua unaposema ati hata kofia zilikuwepo, Mungu anasema vizuri 21:26 Ezekiel. 21:26 Ezekiel. Mwalimu twende carpet kidogo. Ezekieli 21:26. Kanzu alikuwa anaacha huko. Nani? Harun na wanawe makuhani. Sio hadi yote. Na kofia nayo soma. Biblia takatifu inasema Bwana Mungu asema hivi. Mungu anasema nini? Kiondoe. Onyo la kwanza Mungu anasema kiondoe. Nini? Kilemba. Na ndio kidogo hiyo ni kama ameondoa kilemba leo hana. Alafu ivue nini? Taji. Haya yatakuwa tena kama yalivyo. Safi. Kikweze kilicho chini. Ndio. Kakishushe kilicho inuka. Maliza. Inaendelea kusema nitakipindua. Ya kwanza Mungu anatoa onyo ya kwanza, nitakipindua. Kwa nini? Hiki nacho hakitakuwa kama tena hata atakapokuja yeye ambaye ni haki yake. Nami nitampa. Hiyo ni ibada ambazo zilikuwa zinafanyika kitambo. Saa hii ni marufuku kufanya ibada kama hiyo. Ibada nyingine mwalimu wangu. Naam. Maana mimi najua akili ya Muislamu atakuja aseme sijui hajafundisha ibada ya Kristo. Ndio lazima nitengeneze ya kwako ujue. Ni kweli. Ibada nyingine ambayo ilikuwa inafanyika ni
gani? 12:5 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Fika pale. Torati. 12:5. 12 mstari wake wa 5. Kitabu ni Kumbukumbu la Torati. Biblia takatifu mzee Mungu inasema lakini mahali atakapochagua, Mungu anasema mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu ndio katika kabila zenu zote, safi, apaweke jina lake, maana ni makao yake. Ndio, elekezeni nyuso zenu hapo, nawe uende huko. Kwa hivyo ilikuwa ni amri zama zile kwamba mahali Mungu atakapopachagua na aweke jina lake hapo. Wakati mnafanya sala mnaelekea pande hizo. Sasa swali ni moja, Mungu alichagua Kariobangi, alichagua Maka, ama alichagua sehemu gani? Nyakati wa pili 6:6. Biblia inasema hata 5:6:5. Lakini moja wapo Nyakati wa pili. Nyakati wa pili, taratibu tu. Taratibu. Safi. Nyakati wa pili. Aya 6:5 inasema nilikuwa wafalme wa pili. Aya 6:5 inasema hivi, ndio, tangu siku ile nilipowatoa watu wangu katika nchi ya Misri, ndio, sikuchagua mji wowote wa kabila zote za Israeli. Mungu anasema hajachagua mji mwingine wowote katika kabila za Israeli ili kujenga nyumba na jina langu liwe humo. Wala sikumchagua mtu yeyote awe mkuu juu ya watu wangu Israeli, lakini nimeuchagua Yerusalemu. Usikie maneno ya Mwenyezi Mungu, hajachagua Maka, anasema nimeuchagua Yerusalemu, jina langu liwe humo. Kwa hivyo Mungu alichagua mji wa Yerusalemu. Na ndio sababu unaona manabii, hiyo ndio tunataka vitu kama hiyo. Nimetoa hapa challenge, nabii gani alifanya Safa na Marwa? Lakini sisi tunaonyesha kuna nabii aliwahi fanya ibada yake akielekea Yerusalemu. 6:10 Danieli. 6:10 Danieli 6:10, maandiko yanasema hivi. Inasema 6:10. Safi. Mimi nasubiri na kusujudu. Karaka. Hapo ndio najua hapa nakuja kuwekwa kinanda. Soma. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, ndio, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kuikabili Yerusalemu. Safi. Akapiga magoti. Danieli akapiga magoti mara 3 kila siku. Akafanya nini? Akasali, akashukuru mbele za Mungu wake. Kwa hivyo Danieli ni mmoja, alitii. Walikuwa naangalia Yerusalemu. Lakini swali, saa hii tunastahili kuangalia Yerusalemu ama wapi? Mwalimu wangu. Safi. Yohana 4:21. Inasema Biblia takatifu, barikiwa. Yesu akamwambia na anawaambia Waislamu kama wamekaa hapa, akawaambia, mama unisadiki, Waislamu mnisadiki, saa inakuja na sasa ambayo hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Na unajua milimani kuna Safa na Marwa. Yerusalemu akabadilisha wakaweka Maka. Hamtamwabudu Mungu katika mlima huu wala wapi? Yerusalemu. Endelea. Ninyi mnaabudu msichokijua. Kwa hivyo kwa maneno ya Yesu Kristo, ukiona mtu yeyote anaabudu akielekea mahali fulani, ujue anaabudu kitu ajui. Endelea. Sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Endelea. Lakini saa inakuja. Yesu anasema saa inakuja. Nayo saa ipo. Nayo sasa ipo. Ambayo waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Waabuduo halisi hawataki kuangalia Mount Kenya ama Maka ama wapi. Wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Hata ukiangalia huko Mungu atakusikia. Mungu atakusikia ukiangalia mahali popote. Lakini Waislamu wao lazima iangalie kama network. Ndio sababu nasikia aya ilishuka, faliabudu rabba hadha libaiti, na kusubiri kasi mnauleke sijui balagha sijui nini hapo, ndio tukarangane vizuri. Maana hapo ndio najua anakuja. Mungu alikaa mwalimu wangu 22:29. Qur'ani 22:29 Qur'ani. Safi mwalimu wangu. Kwa hivyo waabudu halisi hawahitaji, sisi wa Kristo hatuhitaji kuelekea sehemu yoyote. Ama mwalimu achana na hiyo. Enda 5:1 wa Mhubiri. Hatuhitaji kuelekea sehemu yoyote ile. Wakati tunafanya ibada. Safi. Mhubiri 5:1. Makubwa haya. Inasema hivi. Naambiwa dakika moja ndio imebaki. Haya. Safi. Mhubiri 5:1 naona imekufa kifo cha mende. Acha tusubiri wakati Muislamu atakuja. Tumsikilize tu vile anavyozungumza. Maana alijitetea mapema. Ati tuwasikilize, tujitetee. Kwa hivyo Muislamu anakuja kwanza kujitetea. Kazi yako wewe Mkristo ni kusikiliza. Muislamu ni kusikiliza. Ujue hapa Muislamu ametuambia ukweli,
ametupiga chenga. Mambo yote tutakuwa tunasubiri hapa. Mwenyekiti, tunashukuru. Tumeona ya kwamba Wakristo wameanza kujitetea pale, so tunaalika Waislamu waweze kuingia nao waseme lale walilo nalo. Dakika ni 15. Tunahitaji kiti hapa, akimaliza anaenda kwa. Haya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwanza ndio maana nikasema tuwasikize kwanza, watupe kile wanacho, lakini maajabu pasta muda wake dakika 15 amekuwa hapa, hajatupa ibada ya kanisani hata moja. Kanisani wanaimba wanarukaruka, hajatoa. Yeye amekuja hapa, muda wake ameutumia kupinga ibada ya msikitini peke yake. Mimi nafikiria anatuhubiria tuonyeshe hii ndio ibada ya kanisani, Waislamu tuache yetu tukuje kwao, lakini yao watatuonyesha anakuja kupinga yetu ya msikitini, na maajabu anayepinga pasina elimu. Pastor, jamani nikupatie kanzu moja uvae because mbona shida yako ni kanzu. Anasema jamani Waislamu wanavaa kanzu, shida ni kanzu ni mzuri, alafu ni mavazi matakatifu. Shida ya Waislamu wanatembea nayo hiyo tu, lakini kanzu iko sawa. Mbona nyinyi msivae? Wanavaa suti. Hii ni shida. Yaani anapinga kwa mlango wa nyuma. Ya pili, baada ya mambo yote ameenda akasema Waislamu shida wanaangalia Maka. Hiyo peke yake tu, lakini kama kuangalia inafaa tuangalie Jerusalem. Sasa pata elimu. Ibada ya msikitini ndio ibada ya mitume wote. 4:24 kitabu cha Yohana 4:24 inasema, anamalizia hapo na mimi naanzia hapo. Naambiwa kidungo mwiba huku usitoboe huku utaumia. Maana tumedungiwa hapo hapo tunachokora utaumia. Twende. Mungu ni roho. Tunaambiwa Mungu ni roho. Wamwabuduo na wamwabuduo Mungu imempasa kuabudu katika roho na kweli. Asante. Hii mic kidogo tutaikemea katika jina langu. Naona inakataa. Sawa, tujaribu. Inasema Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na wamwabuduo yeye imempasa kumwabudu katika roho na kweli. Twende. Yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa iwaja Masihi aitwaye Kristo. Asante. Naye atakapokuja yeye atafunulia mambo yote. Ndio. Yesu akamwambia, mimi ninayesema naye ndio. Mara hiyo wanafunzi wakaja wakastaajabu. Wakastaajabu kwa sababu alikuwa akisema na mwanamke. Ndio. Lakini hakuna aliyesema unatafuta nini au mbona unaisema naye? Twende. Basi yule mwanamke akauchukua mtungi wake akaenda zake mjini. Akawaambia watu jioni, mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyu yakuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea huko. Inasema twende 33. Moja kwa moja. 32 inasema akamwambia mimi inasema 33. 33 inasema hamsemi nyinyi? Sio, lakini imeruka hiyo. Imeenda mbali kidogo. Ni hapo 23 24 kushuka mpaka 26. Ndio nataka ku save time kidogo. Nyinyi mnaabudu msiokijua. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Inasema yule mwanamke Msamaria kwa sababu yake. Basi Wasamaria wakaenda 21. Hiyo ni 21. Hii ni kwa 30 lakini bado. Wakamwambia yule, inasema baada ya siku ile. Mchungaji ni andiko gani ulikuwa unasoma? Hapa hivi naona umetuficha. 21 24. Alisema 24. 21. Acha tuifanyie operation. Twende. Ilikuwa imefichwa. Nikwambia ni 21. Yesu akamwambia mwanamke, unasadiki? Sasa unisadiki saa inakuja ambao hamtamwabudu Baba katika mlima huu wala kule Yerusalemu. Ilikuwa ni 21. Twende. Ni 21. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Nyinyi mnaabudu msichokijua. Sisi tunaabudu tukijuacho. Kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Ndio. Lakini saa inakuja. Nayo saa ipo ambao waabudio halisi watamwabudu Baba katika
katika roho na kweli. Sasa habari iko hapo. Yesu haya maneno amezungumza, nini hamkuyaelewa wala hamkuyasoma? Kabla aondoke akasema hivi 2:6 Wafalme wa pili. Ndio andiko isoma, alafu nikuonyeshe mahali ambapo tunaelekea. Twende haraka haraka. Wafalme wa pili 2:6. 2:6. Ni Wafalme ama ni Nyakati? 2:6. Mambo ya Nyakati nadhani. 2:6. 2:6 sio? Nyakati wa pili ama wa kwanza? Wa kwanza 2:6 inasema na wana wa Ezeri na wana wa Nyakati. Ni wa pili. 2:6. Inasema hivi 2:6 Nyakati. Inasema lakini ni nani awezaye kumjengea nyumba ikiwa mbinguni hazimtoshi? Wala mbingu za mbingu. Mnazoa kitabu gani? 2:6 Nyakati wa pili. Wafalme jamani. Wafalme wa pili wa kwanza. Wafalme wa pili. Nishafika pili. Kwa hapo tu karibu. 2:6 inasema Wafalme wa pili 2:6 nimefika, inasema Elia akamwambia najua tafadhali. Elia akamwambia tafadhali kaa hapa, maana Bwana amenituma niende. Hebu nigeuzie, piga kitabu cha hiyo Wafalme 23:29. 23:29 Wafalme wa pili. 27. 27. Unamalizia kabisa inasema 23:27. Twende. Kitabu ni cha Wafalme wa pili. Inasema Bwana akasema nitawahamisha Yuda pia mbali nami kama nilivyohamisha Israeli. Twende. Nami nitautupa mji huu niliyouchagua, naam, Yerusalemu. Kwa hivyo amesema ukiona mtu akiabudu lakini angalie Yerusalemu, huyo mtu amepotea. Mungu asema anautupa mji huu. Mji gani? Yerusalemu. Kwa nini Mungu autupe? Yesu anamaliza akisema namna gani? Hapo haraka nipigie 21:43 Mathayo. Kwa nini Mungu atupe Yerusalemu? Kwa nini? Twende. Kwani watu wa Yerusalemu wana nini? Teremka. Nishafika. 21:43 kitabu ni cha Mathayo mtoza ushuru. Muda mfupi sana. Sababu hiyo mnawaambia ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu nyinyi wana wa Israeli, nao watapewa taifa lingine, litapatiwa taifa lingine lenye kuzaa matunda yake. Sasa Yesu asema ufalme wa Mungu utaondolewa kwa wana wa Israeli na kupatiwa ufalme mwingine wenye kuzaa matunda yake. Sasa Yesu anatuambia katika kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, maelekeo ilikuwa ishatolewa 12:5 Kumbukumbu ya Torati. 12:5 kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati. Pastor hajatupatia ibada ya kanisani, mada ni ibada, hajatueleza ibada hata moja. Amekuja kupinga ibada ya msikitini, lakini alipatia option. Baada ya kupinga tufuate gani? Hakuna. Twende. Inasema lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote, ndio apaweke jina lake, maana ni makao yake. Ndio elekezeni nyuso zenu huko. Tunaambiwa katika ibada muelekeze nyuso zenu huko. Hapo 23 anasema huko ni kama network, sijui Mungu pia hapana network. Sasa Mungu wa Biblia pia anatafuta network, anasema elekeza uso wako huko. Kwa nini? Alikuwa hajaona hii. Wewe ulikuwa unasoma Biblia. Anasema ila ujitahadhari. 21 hapo 12:21. 21 inasema na mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako apaweke jina lake. Asante. Pakiwa mbali, ikiwa ni mbali kama kutoka Kenya mpaka Maka, pakiwa mbali nawe mno, ndipo utakapochinja katika kundi lako la ng'ombe. Siku ya Idi Waislamu baada ya kufunga tunachinja. Leo kuna Waislamu kutoka Kenya wameenda huko. Biblia inasema na waende huko. Lakini kama huwezi kwenda ukiwa Kenya utachinja. Je, Wakristo mnachinja? Kundi la ng'ombe na hiyo Biblia yenu hiyo, twende. Na kondoo alilokupa Bwana. Hili ndio maamrisho. Sasa katika ibada ya msikiti tuifanye ibada ya msikiti gani? Because pastor ameficha yake, mimi Muislamu sitaficha yangu. 48:29 Qur'an. A'udhu billahi samii'in 'aliim minash shaitani rajim. Pastor ameficha ibada kanisani ya kuimba, hajatoa ile, hajatoa. Kazi yake ni kusema hapa Waislamu wanavaa kanzu na amekubali ni vazi takatifu.
Mtakatifu, na akatuambia Haruni alivaa na Musa kavaa. Kwa hivyo pasta ametangaza Uislamu. Musa alikuwa Muislamu, Haruni alikuwa Muislamu, ndio akavaa kanzu. Thank you pastor. Si angetuambia alivaa suti. Angetuambia amevaa suti na tai kuelewe. Soma andiko wewe. Yesu alikuwa anapiga kaunda. Yaani Mwenyezi Mungu wa ajabu anajalia mapasta wenyewe waweke crusade na kuutangaza Uislamu kwa mlango wa nyuma. Twende. Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Asante. Na walio pamoja naye ni wenye nyoyo thabiti mbele ya makafiri. Asante. Na wenye kuhurumiana wao kwa wao. Teremka. Utawaona wakiinama kwa kurukuu. Hao Waislamu utaona wakiinama ibada msikitini namna hiyo kurukuu, na kusujudu pamoja. Kisha Waislamu wanapeleka uso yao wanasujudu mpaka chini pamoja, wakitafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na radhi yake. Wakristo wanajua hii ni ibada msikitini fanyika. Maliza. Inasema alama zao si katika nyuso zao, kwa taathira athari ya kusujudu. Maliza. Huu ndio mfano wao katika Torati. Huu ndio mfano wao katika Torati ya Musa, na katika Injili umetajwa hivi. Na katika mfano ndani ya Injili imetajwa hivi. Qur'ani imeanza ya Torati. Je, Torati Musa alipopatiwa ulifanya ibada hii ya kusujudu 34 na kutoka Musa akafanya karaka. Musa akafanya karaka kama kurukuu kama zile sisi tu twende. Akainamisha kichwa chake. Kisha Musa akainamisha kichwa chake hata nchi. Jamani, kichwa ni hiki wa Kristo. Nawafunza step by step. Kichwa ni hiki na inji. Musa akainamia kichwa mpaka inji akasujudu. Kumbe Musa naye alikuwa akisujudu. Qur'ani inasema huu ndio mfano wao katika Torati na mfano wao katika Injili. Je, Yesu alisujudu? 26:36 Mathayo. Pele. Yesu sasa. Qur'ani imesema huu ndio mfano wao katika Torati na Injili. Torati Musa alisujudu. Je, Yesu kasujudu? Alafu wewe pasta na tai yako waona wewe ni special sana, uso wako enda mpaka chini. Lakini Yesu alipeleka. Tukuelewa namna gani? Mpinzani wa Yesu au mfuasi wa Yesu? Twende. Inasema 26:39 kitabu ni cha Mathayo. Twende. Akaendelea mbele kidogo. Yesu akaendelea mbele kidogo. Akaanguka kifulifuli akaomba akisema. Yesu akaanguka kifulifuli, uso wake uko chini, anaomba Mungu. Wakija hapa ugeuza, anasema kifulifuli, maana yake opposite yake ni tani. Maana yake Yesu alianguka na tumbo. Wewe Biblia somo namna hiyo, Nyakati wa Pili 2:7. Nini maana ya kifulifuli? Twende. Yaani ubakishi. Wajanja wakija wasemanga kinyume ya kifulifuli ni tani. Kwa hivyo Yesu alianguka na tumbo. Wewe twende. Wanakuwa acrobatic. Unashangaa. Ama ilikuwa swimming pool. Twende. Inasema 7:3. Kitabu ni cha Nyakati. Inasemaje? Inasema wakatazama wana wa Israeli wote. Asante. Uliposhuka ule moto. Ndio. Utukufu wa Bwana ulipokwepa juu ya nyumba. Ndio. Wakasujudu kifulifuli hata nchi sakafuni wakaabudu. Kwa hivyo hii ndio ibada. Swali, wanayeshikilia Biblia ndio kitabu chao. Biblia inasemaje? 22:9 kitabu cha Ufunuo. Unajua wanakubali, lakini wanasema hii ni ibada ya zamani. Tutakuja zamani gani? Analog. Yao ni Kristo. Twende. Ndio maana wanavaa kanzu. Nenda huko. Wanavaa suti au haraka. 20 ngapi? 22:9. Ufunuo nimefika Desemba. Na yule akaniambia, angalia usifanye hivi. Ndio. Mimi ni mtwali wako na ndugu zako manabii. Na wale washikao maneno ya kitabu hiki. Wale washikao maneno ya kitabu hiki cha Biblia. Wale washikao maneno ya kitabu hiki. Wafanye nini? Wamsujudu Mungu. Je, Wakristo mnasujudu uso mnapeleka chini? Mnasujudu. Wewe niambie mtu amevaa miniskirt alafu asujudu na pasta ako nyuma. Itakuwa si balaa. Kanisa inafungwa sasa hivi. Yeye zakali kitu ngumu. Lazima mwanamke avae mavazi mazuri ili apeleke uso wake chini. Kama unavaa kitu mpaka hapa, unachukua Biblia unaekelea hapa. Alafu mbona kuna shida hao dada zetu hao. Amekalia matatu na kaa anaanza kufanya. Nani alikwambia uvae fupi? Mimi. Unaifuata. Alafu wale jamaa wasema kusujudu na kutawala hii ni ibada ya zamani. Wewe Mhubiri 1:7. Ati ibada ya zamani. Hiyo si wao wako digital. Wako digital kila kitu. Hakuna mambo ya digital kwa mambo ya Mungu. Yale aliyokuwa ndio yako mpaka sasa hivi. Twende. Inasema kitabu ni cha Mhubiri. 1:9. Inasemaje? Yaliyokuweko
chini ya jua. Sasa Waislamu takibiri. Allahu Kitu kipya hakuna, hii mnaanzisha yenu hakuna. Namna lazima mtawadhe nyinyi wa Kristo. Yesu aliwafundisha namna lazima 13:5 kitabu cha Yohana. 13:5 kitabu cha Yohana. Sio kutawadhana. Ndio mnatafuliwa ati mtu anaweka miguu ndani ya karai anaosha na pasta wake. Naye pasta atoa viatu anaosha na muumini. Ati hiyo ndio kutawadha. Wewe ni kuharibu Kiswahili. Soma andiko wewe. Inasema 5 kisha katia maji katika bakuli. Yesu huyo akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu na kuifuta kwa ile kitambaa alichojifunga. Asante. Hivyo iwaja kwa Simioni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu mimi? Ndio. Yesu akajibu akamwambia, nilifanyalo wewe haulijui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha una shirika nami. Simioni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na kichwa changu pia na miguu yangu pia. Kwa hivyo kutawadha lawanzie kichwa, miguu na mikono, sio miguu peke yake. Wacheni mambo yenu, ubarikiwe, karibuni msikitini. Hiyo ndio dini ya kweli. Asalamu alaykum. Ni hivyo ndio jinsi mambo yalivyo. Tunaambia ndugu zetu wa Kristo gani ambao mlionayo sasa kwa ajili ya kuwajibu. Dakika ni 10. Haya, samani kidogo. Naam, tungeweza tuwe na utulivu. Hapa ni kalamu na karatasi na masikio peke yake. Wa kunena ni yule aliye pale mbele. Haya, nashukuru sana mwenyekiti, na pia nashukuru sana kwa mwalimu wa Kiislamu ambaye amekuwa kwenye viwanja na amejaribu kwa uwezo wake kujaribu kufundisha, maana sitasema ametukana, amefundisha vizuri, watu wakamsikiza. Lakini hebu nisomee 18:17 Mithali kwanza. Watu ambao mnasikiza lazima muelewe mambo fulani. Utaweza ona mtu anazungumza kitu hapa ukadhani ni cha kweli, ukaweka imani yako hapo. Soma, ajitetee kwanza. Maandiko yanasema ajitetee kwanza, kama vile mwalimu amejitetea hapa, huonekana kuwa ana haki, na kweli ukiangalia utaona nikana kwamba ako na haki. Lakini jirani yake huja na kufanya nini? Na kumchunguza. Na mchunguza kwa kuanzia wapi mwalimu? Mahali alianzia alijua kuna pointi ameweka, lakini akaanza kujitetea. Sijui mlidanganywa, sijui pasta akutawadhe, yule akutawadhe, atukasoma vibaya. Hapana, Yesu alifundisha hivyo. 13:5 mwalimu anza hapo. 13:5 Yohana. Yaani wewe utake kule isidu kuja kutufundisha Kristo Biblia, wewe wapi? Wewe soma. Kisha akatia maji katika bakuli, alafu akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Yesu akaanza kuwatawadha wanafunzi miguu. Sasa alipowatawadha aliwafundisha nini? 13 sasa. Aya 13 inasema. Ndio. Inasema, ninyi mwaniita mwalimu na Bwana. Alafu nanyi mwanena vema, kwa maana ndivyo nilivyo. Kwanza ujiulize, Muislamu anapokubali maneno ya Yesu ya kutawadha, anakubali Yesu ni Bwana na mwalimu wake? Endelea mwalimu. Basi ndio utaona maandiko mengine utayatoa hapa hayatakusaidia. Basi ikiwa mimi niliye Bwana, niliye Bwana na mwalimu, ndio nimewatawadha miguu, safi, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi. Sio kuweka tapu mfereji kwa msikiti, hapana. Wewe mwalimu unakaa chini unanitawadha miguu, ukishamaliza mimi nakutawadha nini? Miguu. Hiyo ndio mafundisho ya Yesu. Kwa hivyo alijua kuna kitu kilikuwa hapa, akaanza kupitia kando. Lakini ukienda msikitini saa hii kila mtu amewekewa tapu hapo, tapu mwenyewe anajitawadha hiyo kutawadha. Mkweli mwaminifu, ukurasa wa 37. Hiyo kutawadha yao ina maana tofauti na ile ya Biblia. Soma mwalimu. Ukurasa wa 37. Hadithi ya 52. Inasema, hadithi ya 52. Soma. Anapotawadha mja Muislamu. Unapoenda jamii unapata wanatawadha miguu. Anapoosha uso wake. Yanatoka madhambi yote yaliyokuwa usoni mwake. Kwa hivyo anapotawadha anatoa nini? Dhambi. Hivi maji yanatoa dhambi? Hatari. Ndio tunasema hapa ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hapo maji
ati wewe uzini, ukishamaliza unaenda kwa tapu unaosha hivyo, uzinifu umeenda. Hata nyinyi Waislamu mwoni mnadanganywa. Mtihani mkubwa. Alafu mwalimu akakuja akasema hivi, kwamba wote walisujudu. Akasema kusujudu ni kuanguka kifulifuli. Nimemsikia. Sasa kama kusujudu ni kuanguka kifulifuli, hii aya naomba ukija hapo tufundishe 22:18 Qur'an. 22:18 ndani ya Qur'an. Inasema hivi. Inasema nini? Je, huoni ya kwamba Mwenyezi Mungu kinamsujudia kila kilichomo mbinguni na wapi na kilichomo ardhini, teremka na jua na mwezi na nyota na milima na miti na wanyama, hata nguruwe na wengi miongoni mwa watu. Sasa wewe ukija hapo tuonyeshe mti unasujudu aje. Kama kusujudu ni kugonga kichwa chini, utuonyeshe mtu unasujudu aje. Wananong'onezana ni nani? Utuonyeshe nguruwe anasujudu aje. Hapa mti anasujudu aje. Ndio. Mwezi unasujudu aje. Wale mwangu kama kuanguka kifulifuli ndio kusujudu. 17:49 Wafalme wa kwanza. 17:49 Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza. Kama kusujudu ni kuanguka kifulifuli. Kuanguka kifulifuli ndio kusujudu. Haya tufundishe hii, soma. 17. Alafu niwaonyesheni Waislamu kitu ambacho mwalimu amefanya hapa ni marufuku kufanya. Kupiga magoti na sujudu ni marufuku kulingana na hadithi. Soma. 17 ngapi? 49. Inasema hivi Biblia takatifu. Daudi akatia mkono wake mfukoni, alafu akatoa humo jiwe moja, akalitupa kwa kombeo lake, akampiga Mfilisti katika kipaji cha uso. Akampiga Goliathi katika kipaji cha uso. Jiwe hilo likamwingilia kipajini, alafu akaanguka chini kifudifudi. Alipogongwa alikufa, akaanguka chini nini? Kifudifudi. Ukija tuonyeshe mtu akigongwa hapa akufe, aanguke kifudifudi. Anaanguka kama ameweka hivi. Ndio wapi wewe bwana? Unaona wanaitisha aya kwa simu saa hii. Bwana ile aya inasema haukatibu. Hapa ndio umefika mwamba. Mwalimu wangu. Naam. Ukurasa wa 133 Bulughul Maram. Ukurasa wa 133. Inasema. Sikizeni kusujudu na muone vile alikuja kufanya hapa. Mmoja wenu kama Sasaka alivyofanya. Anaposujudu asipige magoti kama apigavyo ngamia. Asipige magoti. Na alianza kwa kupiga nini? Magoti. Kwa hivyo akipiga magoti anapiga kama nini? Ngamia. Endelea. Bali aiweke mkono yake ardhini. Mikono yako yote kwanza ardhini kabla ya magoti yake. Njoo ujaribu hiyo. Kama tutaona kama ni mikono kwanza alafu upige magoti. Yaani vitabu vya Waislamu mwalimu. Naam. Sisi baada amesoma andiko moja nzuri sana. Mhubiri 1:9. Yaliyotendeka ndio yatakayotendeka. Safi. Hakuna jambo jipya wapi? Chini ya jua. Manabii waliabudu aje? 8:54. Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 8:54. Yaani hakuna jambo jipya chini ya jua. Hakuna jambo jipya. Kwa hiyo manabii walikuwa na abudu aje? Soma. 8:54 Wafalme wa kwanza. Ndio. Hata ikawa Suleimani alipokwisha kumwomba Bwana maombi hayo, alafu na dua hiyo yote, ndio akasimama. Suleimani akasimama na akaondoka hapo wapi? Mbele ya madhabahu ya Bwana. Ndio. Hapo alipokuwa amefanya nini? Amepiga nini? Magoti. Kwa hivyo manabii walikuwa wanafanya nini? Wanapiga magoti. Ya kusujudu kupiga miguu chini sijui kama ngamia, hiyo hapana. Hiyo hatukubali. Ya pili mwalimu. Safi. Amesema Yesu alifanya nini? Hakuna andiko kama hiyo ndani ya Biblia. Safi. Waislamu kitu wanajaribu kufanya ni kujaribu kuweka mafuta ionekane kwamba Yesu alisujudu. Yesu hakuwahi sujudu wala mpango wa kusujudu haupo. Yesu alifanya kitu gani? 22:41 Luka. 22:41. Njoo upinge hiyo. Usiniangalie na huruma, sija kupigisha shahada. Kabisa. Soma. Inasema mwenyewe Bwana akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe. Alafu akapiga magoti. Yesu akafanya nini? Akapiga magoti. Alafu akaomba. Kwa hivyo Yesu alikuwa anapiga nini? Magoti. Hiyo ndio kauli ya mitume wote na Bwana Yesu. Hata Danieli tuliona alipiga magoti akaomba. Alikuja akasema sijui kuimba. Kuimba kupo. Daudi anafundisha tuimbe. Musa aliimba. Muhammad aliimba. Wewe mbona uimbi? Mwalimu wangu. Musa aliimba, sawa? Safi. Yesu aliimba, sawa? Sawa. Isaya aliimba, sawa? Sawa. Muhammad aliimba, sawa? Sawa. Mbona Waislamu hamuimbi?
tumepatia andiko ndani ya Qur'ani, mnaambia nyinyi Waislamu msiimbe. Ukienda msikitini tu tukisema alhamdulillah rabbil alamin, amin, hiyo ukuje mtuonyeshe hapa. Maana Muhammad aliimba sana, ukurasa 31. Muhammad safi. Yuko hapo juu. Haya. Ukurasa wa 31. Inasema namna gani mwalimu? Ukurasa wa 31. Mpya tu. Naichukua kwa haraka maana mpya. Inasema. Naam. Inasema. Mtume alimwamrisha shairi wake mkubwa kabisa. Aitwaye Bwana Hassan bin Thabit. Ndio. Amsifu kwa nyimbo iliyo nzuri na ndefu. Kwa hivyo alimsifu kwa nini? Nyimbo iliyo nzuri na ndefu. Akamsifu katika beti zilizomo katika nyimbo hizi na hii. Hebu imba wimbo wenyewe. La ukuwa utu wema. Baba kasi wameinua mikono. Ilikuwa inaimba hivyo. Kama haikuimba hivyo njoo sema ilikuwa inaimba aje. Endelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifurahi na nyimbo hii. Na akawaachia watu. Ukisikia watu si wa Kristo ni hao wamevaa makanzu na kofia. Akaachia watu waimbe. Mbona muimbi nyinyi msikitini? Hivyo mada hizo ndio inakufa hivyo kifo cha meno. Nasikia akisema hiyo ilikuwa shairi. Si tunamsubiri naye. Maana kitabu kimesema ni wimbo. Yeye anasema shairi. Sasa sijui tutaamini nani kati yao wawili. Akakuja akasema hivi, ati wa Kristo wao wanaongozwa na Roho ndio sababu wanamwabudu Mungu katika roho na kweli. Nicheka sana. Maana amepinga maneno ya Muhammad. 17:85 Qur'an. Inasema. Mimi nakusubiri na Hosea 9. Tunasubiri nayo hapa. Na wanakuuliza habari ya roho. Sema. Roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Safi. Nanyi Waislamu? Nanyi hamkupewa katika elimu ujuzi ila kidogo kabisa. Wamepewa ujuzi kidogo kabisa. Alafu nayo ni elimu ya vitu. Visivyohusikana na roho. Kwa hiyo roho kwa Waislamu ni mteja hapatikani. Kuna roho huko. Sasa ukisema roho sijui utakuwa unazungumzia kitu gani? Akasema kanzu. Nimemsikia. Wana mwenyekiti anacheka sijui inakuwa namna gani. Akasema kanzu ndio mavazi ati nilikubali. Mavazi ambayo tulikubali ni ambayo Aaron alikuwa anavaa akiingia. Na akiingia alikuwa anaacha umo. Dakika naweza kuisha. Mwenyekiti naomba akibaki 3 ndatibiisha hiyo. Tunajeka saa haya. Waislamu wakajitetee. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza nimefurahi sana kwa ajili ya huyu kijana, manake naona hapa kazi aliyokuja hapa kueleza ni kueleza Uislamu ndio dini ya watu wote. Kwa sababu nilikuwa nasubiri atuonyeshe ibada ya Wakristo nimekosa. Lakini nitaenda haraka nianze mahali alipomalizia. Kwanza amesema kwa Waislamu roho hakuna. Yaani kwa Waislamu roho ni mteja. Maana yake Waislamu ni maskini wa roho. Hawa Waislamu maskini wa roho. 5:3. Sikiza naye Yesu anasemaje kuhusu Waislamu ambao ni maskini wa roho. Yeye ndiye amesema na akasema wao wako na roho. Pia wao tutachunguza roho yao. Chacha wewe ajui ametusifu. Mathayo baba inasema 5:3. Heri walio maskini wa roho. Kama hawa Waislamu ambao mchungaji amesema kwa Waislamu roho ni mteja. Yesu anasema heri hawa ambao ni Waislamu wenye hawana roho. Kwa nini? Maana ufalme wa mbinguni ni wa nani? Ni wao. Takbir. Allahu Akbar. Kumbe sisi Waislamu ufalme wa Mungu ni wetu. Hatuna roho. Huyo amesema wao wako na roho. 9:7 Hosea. Mtu mwenye roho kama huyu hali yake vipi? Sikiza Biblia ndio tuingie tumsafishe vizuri. Nimeona ni kijana mzuri sana huyu. Anapenda tu kuimba. Anauliza kwa nini nyinyi Waislamu hamuimbi? Takuonyesha kwa nini. Kwa sababu kuna watu wataki kufanana nao. Safiri wewe 9:7 hawa Wakristo wako na roho. Mungu anasemaje kuwahusu? Siku za kubatilishwa zimekuja. Siku za kulipwa zimefika. Israeli atayajua hayo. Huyo nabii ni mpumbavu. Huyo mtu mwenye roho kama kasina.
wazimu. Kumbe Biblia inasema hii mambo ya kiroho ni wazimu tu. Sio mimi. Ndio maana nasema roho imepanda. Wanasema hakuna. Atekiwete ataona. Kiwete kila siku anaona. Kila siku anaona. Hiyo ni kutu. So tunaambiwa mtu mwenye roho ana wazimu. So sisi ndio uone hatuko huko. Kaka huyu na anauliza maswali tu. Kwa nini nyinyi Waislamu hamwimbi? Kwa nini Waislamu hamwimbi? Alafu nivutie maisha ya mtume hapo. Alafu kwanza kwa nini hatuimbi? Tunataka tukuonyeshe kuna watu watatu kufanana nao 23:15 Isaya. Ndiposa hatuimbi. Kwa sababu hao ndio wanaimba. Sikiza habari Isaya inasemaje 23:15. Shida anawaimbisha kanisani hata wasomei andiko. Hawasomi na wanatembea mtu kifua wazi, mgongo wapi anaambiwa, "Vaa utakapovaa." Mungu haangalii mavazi, Mungu anaangalia roho. Yaani wewe unaenda ukiwa uchi nyumba ya Mungu. Na utaabudu Mungu gani ukiwa uchi? Mungu haabudiwa akiwa uchi, watu wavae vizuri. Tukiwaambia mvae vizuri mnasema my dress my choice. Hakuna kitu kama hiyo. Wewe Isaya 23:15 kwa nini Waislamu hatuimbi? Hatuimbi kwa sababu inasema basi itakuwa siku ile 16 inasema toa kinubi. Sikiza, anaambiwa toa kinubi, tembea mjini. Tena tembea mjini, ewe kahaba. Hapo pole tu pita tu. Ewe kahaba uliyesahauliwa. Piga vizuri. Imba nyimbo nyingi. Upate kukumbukwa tena. Sasa ni watu wengine wanaambiwa ndio wakumbukwe. Wanaanza kuimba. Hao ndio wanaruhusiwa. Sasa na mimi naweka challenge. Kama hawa wametajwa kahaba ndio wameruhusiwa kuimba, wapi andiko moja wa Kristo wanaambiwa waimbe? Biblia nzima itolewe andiko moja inayosema Wakristo waimbe. Na wacha na naondoka naenda wala sihubiri tena. Andiko tu moja inasema Wakristo waimbe. Tena Mungu anasemaje kuhusiana na nyimbo? Ndio Waislamu tuimbi. Amosi 5:23 kitabu ni cha Amosi. Yeye akaguta alafu tumfunze vizuri tumalizane naye. Kazi yake rahisi sana naona. Kazi kidogo. Tena ashatumalizia kazi huko. Inasema 5:20 ngapi? Na 3 baba chacha 23 nimefika inasema niondoleni. Sasa Mungu ndiye akasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Yaani Mungu anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa nini? Kwa maana mimi Mungu sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu. Yaani hizo vinanda Bwana Yesu ndiye. Hiyo Mungu anakwambia ondoa, hataki. Sasa wewe unamletea tu. Mungu anakwambia ondoa, wewe unamletea. Wewe utaenda kupigwa kiberiti. Tena ile kiberiti sio kiberiti ya mchezo. Kurasa wewe baba 31 nadhani mtume tumsafishe vizuri. Ingekuwa safika hapo. Kurasa 21. 31 ndio alikuwa amesoma kama umeipata vizuri. Tena hii ni mashairi, tena ameanza ni mashairi. Tena aliyekuwa anaimbiwa sio Mungu, ni mtume. Ndio unaona leo wanaoimbiwa ni magavana au kansora au wameruhusiwa. Lakini sio Mungu. Mungu anaabudiwa. Mungu sio kuimbiwa. Allah safiri. Yeye ameanza huko chini, wacha tuanze juu. Chacha baba. Unajua nafikiria ni Biblia tujui. Hii tunajua sana. Safiri sana. Nasema hao mwisho wao waliosilimu wakawa Muislamu mzuri kabisa kama Bwana Suhail. Lakini mtume hakusahau maisha yake na fadhila yake Bwana Mu'tam. Hata ili alipokufa bwana huyo mtume alimwamrisha shairi wake. Sikiza shairi wake. Wale walikuwa shule kuna mashairi na kuna nyimbo. Sio mwimbaji wake, mshairi wake anatolewa mashairi. Ndio unaona rais akija anatolewa mashairi, anafurahisha na furahi. Ukiangalia deputy president wa Kenya kijana akimfanyia mashairi akifurahi anamchukua anampa kitu. Maana hii sio ya Mungu, hii ni ya binadamu. Malizia baba. Kuna mashairi na kuna music. Kuna mashairi na nyimbo. Hii zinaitwa poem. Kwa nini? Watu wako wapi? Wanajua kuchanganya mambo. Hivyo watu wako duniani. Alafu huyu kaka akasema, "Je, nyinyi Waislamu mnakubali Yesu ni Bwana?" Swali yake, hakuna Muislamu anayesema Yesu ni bibi. Kwa sababu Yesu alikuwa ni mwanaume. Na Qur'ani ndio inatuambia ni kweli Yesu alikuwa mwanaume. Qur'ani 3:39. Hakuna mtu anayeweza kusimama akasema Yesu ni Bwana, alikuwa ni mwanaume.
kwako, mke wake anasema bwanangu ameingia, kwa sababu wewe ni mwanaume. Sikiza habari, Qur'ani pia inakubali Yesu ni Bwana. Sikiza habari wewe. Mara wale malaika wakamlingania hali ya kuwa amesimama akisali chumbani, kwamba Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kuwa utazaa mtoto mwite Yahya, atakayekuwa mwenye kumsadikisha mtume. Sikiza tena, Yesu ni mtume, sio mtoto wa Mungu au Mungu. Yesu ni mtume wa Mungu, lakini cha ajabu ametumwa kwa kabila 12 za Waisraeli. Hakuna Mkikuyu wala Mjaluo wala Mkisii. Atakayezaliwa kwa neno litokalo kwa Mwenyezi Mungu, naye ni Nabii Isa. Ni Yesu mtoto wa Mariamu. Atakayekuwa nani? Na atakuwa Bwana kabisa. Atakuwa Bwana kabisa. Tena hiyo ni Qur'ani, si Biblia. Sasa Qur'ani inakubali Yesu ni Bwana, sio bibi. Sasa huyu kaka vipi huyu? Ama yuko namna gani? Dakika 3 nyingi sana kaka, hiyo inawatoa watu katika moto, inawaleta katika. Akasema hivi, yani Daudi alikuwa akipiga magoti, lakini huyu hakujua Daudi alikuwa akisujudu. Lazima Daudi apeleke uso wake 95:6 kitabu cha Zaburi. Yeye anajua tu, anatia hapo kwenye kupiga magoti. Yani huyo anapenda kupiga tu magoti peke yake. Ukienda shule watu walikuwa wanaambiwa piga magoti, yani sasa hiyo unaabudu wewe. Maana mwalimu kwanza, sisi tulikuwa na headmaster hapo na mchezo, anasema pigeni magoti, mnapiga hapo mnaabudu kwa sababu mmefanya makosa. 95:6 baba, Zaburi tufunze pole pole huyo. Unapiga magoti kwa una surrender. Inasema haya, njooni tuabudu. Sikiza, njooni tuabudu. Kwanza ni ibada. Kuna tofauti ya kuomba. Kuomba unaweza omba ukiwa umeketi chini, ukiwa unatembea, hata mwizi anaomba. Mwizi akitoka nyumbani anasema wewe Mungu nisaidie nisishikwe na polisi. Anaomba. Hii ni maombi unaweza omba ukitembea, lakini hii ni ibada. Ibada ndio lazima upeleke uso chini. Safiri baba hii. Inasema njooni tuabudu tusujudu. Sikiza, njooni tuabudu tusujudu. Angalia, hauwezi kupeleka magoti vyenye ulikuwa unasema ati kwanza unapiga hivi, utapiga namna gani? Mtu anafanya hivi mkono namna hivi, ndio unaweka magoti hivi, unasujudu namna hivi. Alafu unakaa tahiyatu sasa. Tupige magoti wewe. Oga turumi dio wakuze. Yani dio wako ga turumi biade. Ni kuagereire kuhoya Jehova. Halafu ukimaliza ndio unabaki hivi. Hivi ndio sasa umepiga malizia wewe. Mpe habari, nasema tupige magoti mbele za Bwana aliyetuumba. Yaani ndio ukimaliza kusujudu ndio upige magoti. Na hii ibada inafanywa mpaka na malaika. 7:11 Ufunuo Yohana wewe. 7:11 kitabu ni cha Ufunuo wa Yohana. Nasoma, inasema hivi, utioyomo kuona pahande ironeawa aya ibenjaro syake tuguta tuliaga masia. Ungekuwa safika. Ishafika. 7:11 na malaika wote waliokuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi. Malaika wote waliokuwa, na ndio Yesu anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama mbinguni. Malaika wote wanafanyaje? Waliokuwa wakisimama mbele ya kile kiti cha enzi na za wazee na za wale wenye uhai, wao wakainama wakasujudu kifulifuli. Malaika wakasujudu kifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi. Sasa wewe binadamu, mtu mmoja tu. Ndio hivyo. Naona mwenyekiti naye ni mtu mzuri na anajua kabisa Nyasaye achiele kiende. Yaani Mungu ni mmoja, hana mtoto. Tunakukaribisha uwe Muislamu wewe. Huyo mchungaji wacha kwanza atulie, lakini wewe nimeona ni mtu mzuri mwadilifu, tena uongeze mke wa pili. Usibaki na mke mmoja ukaweka mpango ya kando. Hakuna mpango wa kando. Wewe. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wakati mwingine mzuri sasa ambao ni wa kuuliza maswali. Na swali tunalouliza ni kuhusu mada ambayo tumezungumzia siku ya leo. Tunakaribisha maswali upande wa Uislamu. Na maswali ni dakika 2, kujibu maswali ni dakika 5. Kila upande. Mwenye ako na swali upande wa Uislamu tunamkaribisha. Yeyote. Bora ni Muislamu. Tunauliza mwalimu.
Haya, Wakristo nafikiri sasa washaona ibada ya kweli ni ile ya msikitini ambayo manabii wote walifanya. Ni kipindi cha maswali. Swali yangu nyepesi sana. Wapi katika Biblia Wakristo wanaambiwa waimbe? Wakristo. Narudia tena. Wapi katika Biblia Wakristo wanaambiwa waimbe? Kama hakuna semeni hakuna, usije hapa kushikanisha maandiko kama vile training ya China kutoka Mombasa. Wewe utafanya wafunge mwanzo kesho sasa. Tutajipanga shauri yao. Swali langu nishauliza. Muda wangu bado uko chairman. Sivyo? 16:3 kitabu cha Walawi. Haraka. 16:3 kitabu ni cha Walawi. Haya ndio mavazi ambayo manabii wote nakubali yavae. Mambo ya suti na tie, pastor akija hapa tuambie alitoa wapi. Twende. Yes, hiyo ni swali B. Hii ni yangu kama mimi na pastor. Lakini swali nishauliza, wapi Wakristo wanaambiwa waimbe? Twende. Hii suti na mambo inasema ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Naye atavaa ule mshipi wa kitani. Naye atavaa ile kofia ya kitani. Kama hivi nimevaa hapa ndio. Hayo ndio mavazi matakatifu. Pastor ukija hapo tuambie kwa koti na tai ndio na suruali ndio mavazi matakatifu. Lakini kwa Biblia sio poko pakawa 3:11 kitabu cha Luka. Haraka. Inasema akajibu akawaambia. Yesu akajibu akawaambia mwenye Yohana anasema Yesu akajibu akamwambia, mwenye kanzu mbili. Yesu asema mwenye kanzu mbili na mpe asiye na kanzu. 17:3 kitabu cha Mwanzo 17:3. Yaani tamalizia, hizi ndio ibada nikubali. Mbona hiyo mic inakatakata? Haraka. Inasema hivi. 17:3 kitabu ni cha Mwanzo. Mbili zimeisha. Haya, asante, ubarikiwe. Ni mbili kuuliza mbili. Ubarikiwe. Wapi Wakristo wanaambiwa waimbe? Haya. Mpige ngoma, yani marege, mahipo za Yesu, magospel. Ulijuaje kuna rege na hip hop? Bwana, alafu sauti mnazo, uhubiri ndio kidogo mtihani sana. Sasa mali alimalizia ndio mimi naanzia hapo. Unakuja kusifu mambo ya kanzu. Kwanza hebu sikia, amesema suruali ya kitani, alafu anasema kofia ya kitani, na yake sio ya kitani. Jambo lingine unasema suruali ya hebu twende Kutoka 28 kwanza. Kutoka 28. Soma aya 5. Haya, Kutoka 28 aya 5. Kutoka 28:5. Soma hiyo. Inasema, hebu sikia kanzu walizovaa manabii. Soma hiyo. Wataitoa dhahabu. Twende. Na nguo ya rangi ya samawi. Kwanza sikia, kulikuwa hiyo kanzu ilikuwa ni kanzu iliyo na rangi 4. Ya kwanza ilikuwa ni ya samawi ya blue, na ya rangi ya zambarau. Kulikuwa na rangi ya zambarau hapo, na ya rangi nyekundu. Nyekundu pia ilikuwa hapo, na nguo ya kitani nzuri. Hizo ni rangi ngapi? 4. Yake ni ya rangi ngapi? Hii ni moja tu. Sasa wewe vipi? Alafu hata hii sijui ni rangi gani? Alafu ukisema andiko lilotoa la 3:11, si Yesu alisema ni Yohana Mbatizaji? Si Yesu bwana. Ukija hapa utuambie kanzi yako mbona ni ya rangi moja na manabii walivaa rangi 4, sawa? Safi. Hapo itakuwa draw. Sawa mwalimu? Kabisa. Lakini sasa mwalimu, naam. Hebu soma swali lake jepesi sana. Hebu chukua hadithi. Anazungumza mambo ya nyimbo. Nyimbo. Anatuuliza wapi tumeambiwa tuimbe. Yaani ni nyingi tu, tulia. Jamani, hebu simamisha muda. Analalamika sana. Wewe tulia. Yaani sisi tukikaa pale tunatulia, tunawasikiza. Sasa anatuuliza huyu maandiko aliyoyatoa Amosi, hivyo ndio mnasomanga Biblia msikitini. Angalia. Wao unaenda Amosi 5, ati Mungu anasema ondoleeni nyimbo. Na hujasoma ni maana gani Mungu aliwaambia watoe. Hajasoma. Haukusoma ni kwa nini Mungu kawaambia? Si kwamba Mungu aliambia watu wote wasimbe. Kizazi hicho Amosi 5 walikuwa wamemtenda Mungu dhambi. Mungu akasema sitaki sadaka zenu, sitaki nyimbo zenu. Lakini twende kwa swali lake. Wapi Mungu ametuambia tuimbe? Twende Kolosai 3:16. Anza na hiyo. Kolosai 3:16. Biblia hapa mtiani. Kolosai 3:16. Haya. Acha nifike mwalimu Biblia hapa. Yaani tunasoma nyingi tu.
Sana. Kolosai 3:16. Haya, inasema hivi, neno la Kristo twende na likae kwa wingi ndani yenu, alafu katika hekima yote na mkifundishana twende na kuonyana kwa zaburi twende na nini na andika vizuri hiyo, andikeni na anasema ati sijui nini, andike subiri na nyimbo za nini, na nyimbo na tenzi na za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Unaona, kuna nyimbo na tenzi za rohoni. Nyimbo ziko, nataka niweke wazi, kuna nyimbo na kuna tenzi za rohoni, usije ukachanganyikiwa. Kuna tenzi za rohoni zinaitwa psalms, kuna psalms na hymns, na kuna songs, vitu vitatu, usije ukachanganya. Kwa hivyo kuna nyimbo, na Daudi alisema tuimbe Zaburi 150 aya ya kwanza. Hapo naye nimekufa na wewe vipi? Zaburi 150 aya ya kwanza. Zaburi 150 aya ya kwanza. Kwa hivyo maandiko imekauka, tunaimba, maana Biblia imetuambia. Soma hiyo. Inasema 50 aya ya kwanza. Haleluya. Nini? Msifuni Mungu katika patakatifu pake. Alafu msifuni katika anga la uweza wake. Soma. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa kadri ya wingi wa ukuu wake. Twende. Msifuni kwa mvumo wa baragumu. Msifuni kwa kinanda na kinubi. Twende. Msifuni kwa matari na kucheza. Msifuni kwa zeze na filimbi. Soma. Msifuni kwa matoazi yaliyo. Msifuni kwa matoazi ya vumayo sana. Twende. Kila mwenye pumzi. Tulia. Watu wako na pumzi hapa, inua mkono. Mimi niko na pumzi. Weka chini. Soma. Wana pumzi. Wewe sijui ni maiti, sijui. Wenda ni majini tumekaa na hapa. Kila mwenye pumzi. Twende. Na msifu Bwana. Wapi? Haleluya. Amina. Soma 149 aya kwanza. Inasema haleluya. Haleluya. Muimbieni Bwana wimbo mpya. Ati muimbieni Bwana nani? Wimbo mpya. Na huyo Bwana aliwaimba 26:30 Mathayo. Aya. 26:30 Mathayo. Mimi ni msomaji tu leo. Bwana tunamuimbia maana aliposhuka aliwacha kielelezo. Twende. Now walipokwisha kuimba, Yesu akimaliza kunywa Pasaka jioni ile, walipokwisha kuimba wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Tunakusubiri. Alinyishwa pombe sijui nini, nakusubiri. Takuja tukurekebisha, usio na wasiwasi. Alafu kanzu ya Yesu sio kama hiyo yako. Hakuna. Sio kama hiyo yako 23. Hii hapa Isilime. Isilime 19:23 Yohana. Inasema, twende. Na askari walipomsulubisha Yesu. Hebu sikieni, wacheni kujifanya mnaandika, siku watuma msikitini. Haya, soma. Waliyatoa mavazi yake, wakachukua mavazi ya Yesu. Salimu anaomba aya huko Isilime. Wewe sikieni. Wakafanya ameweka simu. Soma. Wakafanya mafungu 4. Endelea. Mwalimu wa dakika zile. Wakafanya mafungu 4. Alafu kwa kila askari fungu lake. Kisha na kanzu nayo. Wewe sikieni, kanzu ya Yesu, kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa. Haikufanyeje? Haikushonwa. Na ile zimeshonwa. Imeshonwa, hata kuna uzi naona hapa. Huko Garissa. Ninyi vipi? Hakuna Yesu akuvaa vitu kama hivi. Yake haikushonwa, yenu imeshonwa. Sasa mko na mtihani. Tumetoa andiko limekauka, tunaambiwa tuimbie Mungu nyimbo. Nimekujibu. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo kanzu haikushonwa. Sijui ilikuwa inabadilika vipi hiyo. Wakristo wanajua kudanganya haki. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shida pastor akija hapa hakusikiza swali. Kwa sababu gani? Niliuliza hivi, wapi ya muda wangu jamani, chama nilinde. Ningeomba naomba hifadhi kwa chairman. Hapa hatuko sokoni, tafadhali. Wamejisahau. Nilisema ya kwamba ni kalamu na karatasi ndio izungumze. Mwenye anazungumza alipewa ruhusa, yule ako pale mbele. Tafadhali. Karibu. Asante chairman. Huyu chairman ni mzuri. Mungu akubariki. Mlieni soda Waislamu. Hajafunga. Ya pili, Waislamu nafurahi. Ukiona Kristo akibia ukichukua mtoto mpeleke hospitali, akiwa mgonjwa anapigwa shindano.
analia. Mama akasirika maana mtoto analia, anajua ndio dawa inafanya nini? Inaingia. Mtoto anafanya nini? Anapona. Kwa hivyo anapiga kelele, ndio shida hiyo utakuwa Waislamu. Semeni inshallah. Inshallah. Swali hakushika kwa sababu gani? Pastor, nimeuliza hivi, wapi Wakristo wanaamrishwa waimbe? Mention the word wa Kristo. Hapo ndio umeruka. Alipokuja hapa akasema Daudi ametuambia tuimbe kweli 81 Zaburi. Twende. Hiyo neno wa Kristo wenyewe kwa Biblia iko. Hapo ndio swali yangu ilikuwa pale. Nika mention the word, sio wapi mumeambiwa muimbe, la wapi Wakristo wanaambiwa waimbe? Akakimbilia Daudi. Akakimbilia kwa Daudi. Daudi anasemaje? Twende sasa. Anafikiria Daudi atamsaidia. Twende. Inasema nini? Muimbieni Mungu. Muimbieni Mungu Nguvu zetu. Asante. Nyimbo za furaha. Mshangilieni Mungu wa Yakobo. Ndio. Pazeni zaburi. Pigeni makwari. Ndio. Kinubi chenye sauti nzuri. Na kinanda. Ndio. Pigeni panda mwandamo wa mwezi. Ndio. Wakati wa mbala mwezi. Sikukuu yetu. Ndio. Kwa maana ni sheria kwa Wayahudi peke yake. Waislamu takbir. Ilikuwa ni sheria kwa Wayahudi. Sijui hao Waisraeli wote. Naomba Myahudi hapa ile mkono. Wayahudi kwa. Ushaona Myahudi mweusi? Wanaingia kwenye sheria wenyewe. Watoke wapi? Wacheni kuingia ni kwa mfano Kenya kula mirungi, serikali ya Kenya hajakataa, lakini Tanzania hairuhusiwi. Kwa hivyo hiyo ni sheria kwa Tanzania. Kwa Tanzania. Lakini Kenya haifanyi kazi. Kwa hivyo kuimba nyimbo ni kwa Wayahudi. Wewe Mkisii, Mkamba, nani kakuruhusu uimbe? Ndio nikauliza wapi Wakristo wanaruhusiwa kuimba? Ulikuja nielewa, sasa ndio umenielewa. Hapo Amosi 6:5, twende. 6:5 ya Amosi. Inasema hivi, kitabu ni cha Amosi na isoma. Sasa baada ya kuruhusiwa Mungu alikuja kapiga marufuku, akasemaje? 6:5 inasema, ndio, nyinyi mnaoimba nyimbo za upuzi nini pamoja na sauti za vinanda kama na kujifanyia vinanda vya namna nyingi kama nani? Kama vile Daudi. Ala, kumbe nyimbo zenu za Daudi Mungu amekusanya ameka ndani ya boksi moja, nyimbo za upuzi hiyo. Hapo 5:23 hapo. 5:23. Sasa Mungu amekasirika. Mungu amekasirika kabisa. Anasemaje? Niondoleeni. Mungu anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu. Kwa nini? Kwa maana sitaki kusikiliza sauti za vinanda vyenu. Mshindwe katika jina langu. Mshindwe kabisa. Mungu anasema hataki nyimbo kabisa. Unamwimbia Mungu na mlazimisha kumwimbia Mungu. Ibada ziko nyingi ambazo Waislamu tuko nazo. Kwa hivyo pastor amesema kanzu ni nzuri, lakini za kala tofauti. Tutawashonea. Kama ile shesi mama. Unaona hiyo si white, hiyo si white. Hiyo ni kala nyingine na hii nyingine. Sheka amevaa black. Wao wanataka kala nyingi. Tutawashonea nyingi. Pastor amekubali kanzu ni nzuri, lakini usinunue kala moja, ununue kala tofauti, ubarikiwe. Pastor asante. Wao wakasema hata ukazia tutaki. Tunataka suti. Na baba, uchukue hiyo kala. Hiyo kala pia wataki. Muda wangu bado na uko mingi. Qur'an sura ya 2 aya 185. Ibada ndio hizi. Ibada za msikitini ndio ibada za sahihi za manabii. Ibada si moja. Neno ibada imekusanya mambo mengi. Twende. 183. Inasema baada ya a'udhu billahi samian alim minash shaitani rajim. Twende. Enyi mlioamini. Mmelazimishwa kufunga saumu. Tuko ndani ya ibada ya Uislamu mpaka sasa tumelazimishwa kufunga saumu kama vile sasa tumefunga. Kama walivyolazimishwa wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Mungu. Musa alifunga, Yesu akafunga, nyinyi mnakula 24/7. Nani kwambia mule? Baada ya kutoka hapo, kitabu cha Hosea 9:5. 9:5 kitabu ni cha Hosea. Baada ya kufunga tunaelekea wapi? Baada ya kufunga tunaelekea wapi? Inasema haraka. Nishafika Hosea. Nini? Hosea 9:5. 9:5 inasema nini? Mtafanya nini? Mungu anauza mtafanya nini? Katika siku ya mkutano wa Idi. Siku ya mkutano wa Idi. Na katika siku ya karamu ya Bwana. Unaona, baada ya kufanya ibada ya saumu, siku ya kufungua tunasherehekea sikukuu inaitwa Idi. Iko ndani ya Biblia. Christmas hakuna. Hiyo ni lakini hawa ni wazuri. Hawa ni Wakristo wa Jumamosi. Hawasherekei Christmas hawa. Wanasema hiyo ni laana. Kanisa yao hawaeki msalaba. Hawa ni Waislamu kwa picha tu. Hawa mtu mmoja msikitini, mwingine kanisani. Hawaeki msalaba. Wakristo jamani, Wakristo Jumapili waangalieni ya jamaa. Angalia hii meza.
vitabu za Waislamu zote ni Biblia ni moja. Neno mguu mmoja msikitini, mguu mmoja kanisani. Si muombe kabisa. Wanajua ukweli lakini wanaogopa. Wanajua ukweli lakini kama mnakuja ni kama hamtaki kuja, ni kama si mkuje tu mara moja. Semeni la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Ili mfaulu mbele ya Mungu. Barikiwe. Ni swali upande wa Wakristo. Dakika za kuuliza swali ni 2, kujibu ni dakika 5. Haya, asante sana bwana mwenyekiti. Na naona Waislamu wanajikakamua sana. Tumefunga, hatujawauliza kama mmefunga ama imekuwa na namna gani. Na Waislamu huwa hamfungi. Maana kutokula mchana unakula usiku, hiyo sio kufunga. Kufunga unafunga usiku na mchana. Sasa hivi mnataka kusumbua hapa, mnaenda manyumbani kukula. Mnakula nini? Alafu ukitembea ukigongana mtu, wewe acha kunigonga, unajua nimefunga. Nani alikuuliza? Hiyo usilete hapa tena. Mwalimu wangu. Naam. Swali langu nataka kujiuliza vizuri tu. Amesoma kitabu cha Zaburi. Naam. Akasema agizo hili ni kwa Waisraeli peke yake, sawa? Sawa. Wacha tuulize vitabu. Waisraeli ni akina nani? Qur'ani hiyo ukurasa wa 16. Aliongea kwa mdomo. Aliongea kwa mdomo. Aliongea tu. Qur'ani inatuambia Waisraeli kina nani? Safi. Ukurasa wa 16. Mtu. Sikiliza andiko vizuri la Qur'ani. Mtu au watu wote wacha Mungu. Hebu ngoja kidogo. Hebu nione kama ni mcha Mungu, inua mkono juu. Haya, watu wote wameinua mkono, wacha Mungu. Wanaitwa nani? Wanaitwa nani? Israeli. Kwa hivyo mimi ni Mwisraeli? Mwisraeli. Ni kitabu gani kimesema? Qur'ani. Amekufa kifo cha mende. Swali langu. Mguju. Swali langu. Ameanza kusema sijui chaugeni mimi. Mwalimu, mimi hata sihitaji kuchukua dakika 2 zote. Maana nataka niwasikize wanasema hapa. Hiyo idi ina vitu vyake. Swali langu mwalimu. Sawa. Chukua Bulughul Marami. Haya, sikizeni swali. Ukurasa wa 111. Bulughul Marami. Hii hapa juu umeshika kwanza ukaacha. Hiyo. Ukurasa wa 111. Haya, ukurasa wa 111. Haraka dakika 2 bwana. Ndio hii. Inasema hadithi ya 199 inasema namna gani? Inasema Abu Huraira bingwa amesimulia. Amesema nini? Umar alipita akamwona Hasani akiimba. Akifanya nini? Akiimba mashairi msikitini. Kwa hiyo mashairi yanaimbwa wapi? Msikitini. Swali langu, ndani ya Qur'ani wapi aya mnaambia Waislamu wakati mnafanya ibada msiimbe? Nataka hiyo jibu hapa. Mkinijibu mimi najua kuadhini sana. Nashika sikio tu nasema Allahu Akbar, Allahu Akbar. Shahada la ilaha illa Allah. Naona mzee anafanya hivi. Andiko wapi mnaambiwa msiimbe ndani ya Qur'ani? Haya. Haya. Kujibu ni dakika 5. Usiogope. Leo tunauzika Ugalatia. Haya, nimerudi tena. Swali nyepesi. Anasoma andiko la Biblia kwa Qur'ani, anasema ni Qur'ani. Anajua kudanganya Wakristo. Jameni yeye. Kwanza amesema yeye ni Muisraeli. Tena andiko ni ya Biblia imenukuliwa. Tena ni ya Biblia imenukuliwa. Ndio hii. Hiyo ni ya Biblia, sio Qur'ani. Kumbukumbu la Taurati 6:3 inasema hivyo. Sasa sio Qur'ani, inanukuliwa. Biblia imenukuliwa ikawekwa pale. Sasa anadanganya watu. Sio haya, wacha kudanganya watu. Wacha kudanganya watu bwana. Qur'ani somo namna hiyo. Kwani Biblia? Sura ya 5 aya 78. Sura ya 5 aya 78. Aya 78. Amejiita yeye ni Muisraeli. Yeye ni Muisraeli, atieni mcha Mungu. Ubarikiwe sana. Atieni mcha Mungu. Nasema 78. Walilaaniwa wale waliokufuru miongoni mwa wana wa Israeli. Kwa ulimi wa nani? Kwa ulimi wa Daudi na Isa ibn Maryam. Yesu. Funga Qur'ani. Je, Biblia inakubali walilaaniwa? Hawa Israeli hawa. 17 Waisraeli. Yeshua wa Israeli. Basi amekubali yeye Muisraeli, lakini Qur'ani imesema amelaaniwa. Je, Biblia inakubali wana wa Israeli wamelaaniwa? Ndiposa hawa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao. Kwa nini? Wakawapa visogo adui zao. Kwa sababu wamelaaniwa.
wamefanywaje? Wamelaaniwa. Na pasta amesema yeye ni nani? Ni Mwisraeli. Kumbe amefanya nini? Ana bonge la laana. Unaona habari ndio hiyo. Baada kutoka hapa akasema mambo ya mashahidi ya Qur'ani 26:255. Huyu ashamaliza kazi. Kazi imeisha. Anataka msikitini pia tuimbe ikiwa kama kanisa. Tupige mandombolo ya Yesu. Kuna vikati kuchuku fungua Biblia. Inasema ya kwamba hapo mwanzo ibada hapo. Na neno ni kwa Mungu. Na hii mambo gani hii? Atamwimbia Mungu. Asante Bwana. Ati mbele mbele atawale, nyuma nyuma atawale, pande zote atawale, machi ya Yesu atawale. Na waekani kina mama wazee hapa mbele, wanaekanga wasichana wadogo wadogo kuanzia 14 to 16 years hapa. Alafu kipasta wanaeka hapa nyuma, anapeleka mbele mbele atawale. Na Jeni na Eunice anapeleka nyuma nyuma. Wewe niambie positive na negative kishikama. Kitu gani utokea pale? Ni shokio. Si moto. Moto kabisa. Wanaanza moto umewaka leo. Moto ni kazi ya Bwana. Mungu ameagiza wana msingizia Bwana. Wanahakisha Wacheni mambo yenu, soma neno. Wacheni ngoma hii. Soma neno. Na watunga mashairi. Na watunga mashairi. Si wote wanakubali, wanasema na watunga mashairi. Watunga mashairi. Yasiyo na faida. Yasiyokuwa na faida. Wanafuata na watu waliopotea. Kwa hivyo huo ni upotevu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu wapotovu, tuepuke watu wapotevu. Endelea kusema maliza. Na wenye akili zao, na watu wenye akili zao hawafuati watu hao. Hawafuati watu hao kuimba hivyo. Je, hauoni ya kwamba wao wanazunguka kila upande bure tu? Unaona? Na kwamba wanasema wasioyatenda. Kwa hivyo ila watunga mashairi, walioamini na kutenda matendo mazuri, ndio na kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Waislamu takbir. Sisi hao ni watu wenye akili. Si watu ambao hawaelewi. Sio bumbumbu. Hatuendi hivyo. Weka muda wangu bado huko. Na 9 hiyo imefuka hiyo. Au si sawa? Hebu Waislamu takbir. Allah. Waislamu tuko ngapi? Waislamu takbir. Allahu Akbar. Naona tuko wengi kabisa. Na sijui mkutano huko mpaka lini. Naye ni muhimu. Shida hiyo safari inakuwa ni mtihani, sio? Kwa sana. Mtihani mkubwa kwa sababu wallahi tungependa tuwe na nyinyi sana wa Kristo. Lakini jana tulikuwa muhadhara hapa Korogosho. Tukaumaliza siku 3, tumemaliza jana. Tukipita hapa nikasikia Waislamu, nikasema ala, kwenye maiki. Kushuka nikaona kasina, kumbe ndio naongoza jopo la Wakristo kuchokora Qur'ani hapa. Nikasema kesho tutakuja. Kwa hiyo tumepitia leo, lakini wallahi tungependa tuwe, lakini kuna sehemu ambayo kumeandaliwa muhadhara na permit tayari imechukuliwa leo ya siku 4. Wapi? Nyahururu. Wale wa Kikuyu tuwasilimishe. So ingefaa tuondoke leo, tunadoko ndio muhadhara ianze kesho. Lakini kwa kuwa hii na tukamwahidi kasina tutakuja, tukafunja programu zote, tukakuja leo, lakini wasema kama ni kesho tuko safarini kuelekea sehemu kama zile. Kwa hivyo sijui, itabidi tuangalie walimu wengine watakayebaki maeneo haya, kama bado mko tuzungumze na wao, wakuje mtakuwa na wao. Lakini upande wetu wallahi tungependa sana kuwa, lakini hatutakuwa sababu kuna mkutano mwingine ambao umepangiliwa Nyahururu kwenda kusilimisha watu kule, tupunguze makanisa, watu waweze kupigia watu kile kwenye ploti, mambo ya nyimbo na nini, watu waweze kulala vizuri kwa ajili ya nyimbo. Wacheni bwana, tupunguze, tuweke msikiti. Sauti ni moja tu asubuhi, na nyinyi mnaamshamo mkienda kazini. Na Muislamu msikiti kipotea stima tu unasema, "Ule Muislamu mbona leo ndio msikia nimechelewa kwenda kazini?" Lakini kumbe nyimbo haziamshi. Kristo wazuri. Kwa hivyo tumefurahi, tumeshukuru, Mungu awabariki sana. Inshallah. Asalamu alaykum. Haya, nashukuru sana Mwalimu Ishaq Sasaka kwa kujaribu kujitetea sana. Maana alipokuja jambo la kwanza, mwalimu wangu alikuja akasema kwamba tumenukuu Qur'ani, imenukuu kitabu cha Kumbukumbu la Torati, na Waislamu akafurahia. Lakini hata mnapoenda mjue ni uongo, waliwadanganya. Maana kitabu ambacho amesema kimenukuliwa, hakuna kitabu kama hicho. Kwa hivyo kama vile walivyosema wanaelekea kwenye sehemu fulani, unajua wameshinda njaa kutoka asubuhi, sasa lazima waende wakuvute chapati kule, ndizi na vitu vingine kama hivyo, basi tutawaruhusu hivyo tu.
waende nyumbani. Lakini hata hivyo si kwamba tumemaliza. Sisi tuko hapa majuma mawili, 2 weeks tuko hapa. Uangalie vizuri Qur'ani wanabeba, maana wasije wakabeba. Kwanza huyu kijana hatari sana huyu. Kwa hiyo kama kuna yeyote pia atakuwa na swali atakuwa ni mwenye kuruhusiwa, alafu anakuja anauliza swali lake na tutalijibu sawa sawa na mapenzi ya Mungu vile anavyopenda. Na mjue kwamba mnapoona tunafanya mikutano kama hii na Waislamu ni marafiki zetu. Vitabu vinasema ni marafiki zetu kabisa, ila si ndugu zetu. Hiyo ushike hivyo. Kuna somo litakuja utajua ndugu zao ni kina nani. Ni marafiki tu mabeste. Ukipatana nao gota, vipi high five. Lakini undugu hakuna. Lakini sasa ni kwa sababu ni marafiki zetu, lazima tuwafundishe wajue ukweli, mwalimu wangu. Safi. Maana wanahitaji waokoke. 2:21 Qur'ani wanapoenda nyumbani. Inasema wanahitaji wapate ujumbe huu, waokoke, wajisalimishe kwa Yesu Kristo. Soma. Ni watu. Mwabuduni Mola wenu ambaye amekuumbeni ninyi na wale wa kabla yenu. Safi. Ili mpate kuokoka. Kwa hivyo Waislamu wanaagizwa wakishajua kweli waokoke, wapate kuokoka. Hiyo ndio maandiko matakatifu ya Qur'ani yanawaambia waokoke, wakijua haki waokoke. Na kuokoka ni kukiri kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ukishakiri hivyo, basi unabatizwa ubatizo wa maji mengi. Maana Yesu anasema pasipo ubatizo, hebu nisomee 3:5 kitabu cha Yohana, lazima ubatize ndani ya maji mengi. Ukishakubali kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unabatizwa, unazaliwa na maji. Soma mwalimu. Inasema Yohana 3:5. Biblia. Yesu akajibu, Amin nakwambia, ndio mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hivyo ukishakubali unabatizwa kwa maji mengi, ubatizo wa kweli. Na katika ubatizo wa kweli ni ubatizo wa kuzamishwa ndani ya maji mengi, kama vile Yesu mwenyewe alivyobatizwa. Mathayo 3:16. Yesu mwenyewe alibatizwa ubatizo wa maji mengi. Maana kuna watu wengine ambao zama hizi wanasema wanabatizwa, kama vile uliona kwa sinema hapa jana, lakini ukweli wa mambo hawabatizi. Wengine wanang'olewa kucha, wengine wanakunywa supu, wanakojolewa, wengine wanakula ugali, mambo mengi kama hayo. Kwa hivyo ubatizo wa kweli ni kama Yesu Kristo aliyobatizwa. Soma andiko hilo mwalimu. Na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini. Safi. Na tazama mbingu zikamfunukia. Alafu akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua juu, akija juu yake. Na tazama, sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye. Kwa hivyo kubatizwa, unabatizwa kama Yesu. Yesu anaonekana anatoka ndani ya maji mengi. Yesu hakuwa ametoka kwa supu kukula ugali, hakuwa ametoka kukojolewa, hapana. Alitoka ndani ya maji mengi. Na hivyo ndio Yesu anatuagiza tubatize kama yeye. Ukibatizwa inaashiria kufa na kufufuka. 6:3 kitabu cha Warumi. Kubatizwa unaashiria kufa, kuzikwa na kufufuka katika mauti yake. Soma mwalimu wangu. Soma mwalimu. Warumi 6:3 inasema, hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu ndio tulibatizwa katika mauti yake. Basi tulizikwa pamoja naye. Kwa hivyo tulizikwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Alafu kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, ndio vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa hivyo ubatizo ni wa maji mengi. Ubatizo unatumbukiza ndani ya maji mengi. Lakini ukaangalia utaona kuna ubatizo mwingi ambao umetokea. Hebu nisomee ukurasa wa 333 katekisimu ndogo. Nina imani ndio hiyo ukurasa. Hiyo. Hebu angalia ukurasa wa 133. Maana ubatizo wa watoto wadogo haustahili. Wale ambao wanabatizwa ni mtu ambaye amekwisha kujua, ametubia mambo yake aliyokuwa anafanya mabaya, amegeuka. Kwa hivyo anabatizwa ndani ya maji mengi. Inasema namna gani? Ukurasa wa 133. Wazazi, hebu angalia hapo wazazi. 133 ukurasa. Kama ikipotea tutaiangalia tu.
maana bado tuko hapa tunajua. Maana kitabu hiki kinasema ni wajibu wa wazazi kuhakikisha watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Kwa hiyo mtoto, kulingana na kitabu hiki kinasema anabatizwa akiwa mtoto mchanga, lakini huwezi ukabatiza mtoto mchanga, maana kubatiza ni kuzamisha. Unazika mtu ndani ya maji alafu anatoka. Kwa hivyo hawezi ukabatiza mtoto mdogo. Ukimweka ndani ya maji atakunywa maji na vile vile atakuwa ni mwenye kukata roho, atakufa, na hapo utakuwa umefanya mauaji. Kwa hivyo ubatizo ni wa mtu, nisomee 16:15 Marko, ni wa mtu ambaye amekwisha amini. Mtoto mdogo hawezi akaamini, mtoto mdogo hawezi akaamini. Na kama kuna yote ako na swali, basi tunakaribisha hapo kwenye meza ya maswali. Tuangalie. Imepatikana mwalimu. Ukurasa gani? Ni ukurasa wa 66. Asante sana, barikiwa. Amina. Inasema ni wajibu wa wazazi. Hicho ni kitabu ambacho kinafundishwa kwenye kanisa fulani. Hii hapa inaitwa Katekisimu ya Maswali. Ya kanisa gani? Ya Kanisa Katoliki. Soma. Inasema ni wajibu wa wazazi, kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Kwa hivyo unaona kitabu hicho vile kinafundisha kinyume na maandiko. Maana mtu ambaye anabatizwa, huwezi ukambatiza mtoto. Marko 16:15 ni mtu ambaye amekwisha, ako na akili zake timamu, zinafanya kazi, amesikia, ametubu, ameamini. Soma. Yesu akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa hataokoka. Aaminie na kubatizwa, huyu ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo ambaye anabatizwa ni yule ambaye ameamini. Mtoto mdogo hawezi akaamini. Kwa hivyo hii ni wito kwa yeyote awe Muislamu ambaye amesikiza ujumbe huu na akaamua angependa kukubali ukweli huu, basi sharti ni moja tu, anabatizwa ndani ya maji mengi, anakubali ukweli, basi anakuwa ni kiumbe kipya.